Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Asanteni sana na washukuru sana, mnaweza kukaa. Ndugu zangu, leo tuko online ibada hii na makanisa yetu 2141. Kusema kweli, mengine sio makanisa ya ufufuo na uzima, lakini makanisa ya watu wanaompenda Mungu na wanaopenda Tanzania. Ninaomba mnisikize kidogo. Wiki hii nilifanya press. Niliita waandishi wa habari. Nitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji, kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana. Na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana, na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza ndio shauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF, CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi wao wanateuliwa na Mheshimiwa Rais au na taasisi ya rais. Na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani. Unakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu 83 ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani, na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi. Na mpaka juzi tarehe 28, Shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, Shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidar Jabil Al-Fasi, kuamkia tarehe 28 mwezi huu wa 5, juzi tu niliposema, alichukuliwa nyumbani kwake Fuoni majira ya jioni, na maiti ikaja kuokotwa njiani, njia ya Kizimbani ya Kinumoshi, eneo la Bumbwi Sud. Huyu Shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka. Lakini tarehe 23 Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza, naye ameondoka tarehe 23 Machi, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi tu mmeona kiongozi wetu Padri Father na Padri Kitima, ambaye pia ni katibu wetu wa teki, alivamiwa na watu, akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive. Katekista wetu mwingine kule naye kavamiwa, naye kapigwa, kaburuzwa. Muda usingetosha kuleta mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemburuta, wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo.
Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe, unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume, chama hicho hakikubali utekaji. Hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho, Chama cha Mapinduzi, hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Naungana na waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Aman Abeid Karume na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii, akiwemo Ali Hassan Mwinyi ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa ametangulia mbele za haki, akiwemo Jakaya Mlisho Kikwete ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote. Hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu, na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Mmenisikia ndugu zangu? Mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Nilitoa mifano nikasema hivi, mwanangu Jordan akitekwa leo, akachukuliwa kama alivyochukuliwa ndugu yetu Muislamu mzuri Ali Muhammad Kibao hapo Tegeta jimboni kwangu, anachukuliwa basi inasimama, anashushwa ndani na watu wanaondoka naye mchana, alafu kesho yake anaamkia ameokotwa kule Ununio jimboni kwangu kule, ameng'olewa macho na amekufa. Nikasema akifanywa hivyo mwanangu Jordan, akachukuliwa na watu mchana akaenda kung'olewa macho, nitajisikiaje? Na nikasema akichukuliwa rafiki yangu, ndugu yangu Abdul, mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, akachukuliwa yeye akaokotwa amekufa, ameng'olewa macho, utajisikiaje? Na naongezea leo akichukuliwa mtoto wa Jakaya Mlisho Kikwete, akaenda akang'olewa macho, akaenda, natoa mfano, nawapa mifano, akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, akaenda akaokotwa kesho ameng'olewa macho amekufa, utajisikiaje? Hivyo hivyo mtoto wa Majaliwa, hivyo hivyo akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli akaokotwa amekufa. Leo kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge, wenye dhiki, wenye tabu, wenye matatizo, waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho. Nitalisimamia na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena, CCM sio watekaji na sio chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka yeye mwenyewe, sio kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, ni kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Mmenielewa? Mmenielewa? Sasa kama nimeongea mimi, alafu kesho shehe kachukuliwa nyumbani kwake, watu wamekuja na Noa, wameondoka naye, kaokotwa amekufa baada ya masaa 2-3, nani anayefuata baadaye? Na kwa sababu hiyo mpaka terminology imezaliwa. Nikasikia terminology inaitwa Gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa, linaitwa Gwajimanization. Sasa nilipoona Gwajimanization, nikataka sasa niitafasiri Gwajimanization maana yake nini.
Gwajimanization au gwajimanizing ni ujasiri usioteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya Gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukrani, na ningependa kila mtu awe Gwajimanized. Naipokea kwa mikono ya shukrani. Ndugu zangu, nimesema maneno haya ili kufafanua place yangu, kwa sababu mnajua nyie ni kanisa. Wale walio mbali mmesikia askofu wenu anatajwa kwamba ana Gwajimanize. Gwajimanization kwa maana hii sasa nakubali kweli, ningependa kugwajimanize kwa maana ya ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na kuinua sauti ya uthubutu mkubwa bila kuyumba kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi ya Tanzania. Gwajimanization. Nani angependa awe Gwajimanized hapa? Piga kelele, sema ya. Naomba ukae. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi, anafanya nini. Na wale missing persons, kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi, lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tutashindana na tutashinda. It is in this time we refuse abductions in our country, disappearances in our country. We will never take abductions and disappearances in a country, Tanzania, as a normal matter. We refuse to do it. And I, as a Tanzanian, will never swallow that people are abducted and everybody is silenced. Silence means granting access to evil. Silence means comfortable. Silence means go ahead. I refuse to be silenced. I refuse to be silenced. I refuse to be silenced. Hebu sema kwa sauti, Tanzania ni yetu sote. Sema Tanzania kwanza, yeyote yule na wowote wale na lolote lile linafuata baadaye. Ushauri wangu mwingine ukawa, kwa mfano, ikiwa, narudia tena, ikiwa, sema ikiwa. Kwa sababu watekaji wengi hawa hawajapatikana, na mimi nikasema mimi haiwezekani watekaji wawe vyombo vya dola. Nikasema watekaji sio polisi, kwa sababu polisi hawezi kwenda kumchukua mtu mahali na akajitambulisha polisi alafu mtu huyo akaokotwa ametupwa boda. Kuna yule yule kaka wa Kenya Boniface Mwangi, kuna yule dada wa Uganda kaka Boniface Mwangi wa Kenya, na yule dada wa Uganda yule Agatha Tuhaile. Haiwezekani, wale si polisi. Polisi wa kwetu ni competent. Sema tena competent. Wale sio idara ya usalama. Idara ya usalama ya kwetu ni competent. Wala sio jeshi la wananchi, wala sio magereza, wala sio uhamiaji. Sio. Bila shaka inaweza kuwa, hebu sema inaweza kuwa,
kuna kakikundi fulani ambako kenyewe kanakuwa kanawachukua watu kwa masilahi ya mwanasiasa fulani. Ndiyo maana nikapendekeza kwamba wakuu wa vyombo vya dola, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wale ambao wanapatikana kwa influence ya taasisi ya rais, ndiyo rais awe anawachagua, lakini akitaka kuwatoa apeleke hoja kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nchi za nje ya bunge, ili wabunge tuone huyu mkuu wa chombo cha dola asije kuwa anatolewa kwenye nafasi yake kwa sababu ametetea masilahi fulani ya taifa, ili kwamba taifa liwe salama, ili vyombo vya dola wawe na uwezo wa kutulindia maono zetu siku zijazo. Na nasisitiza, huo ndio ushauri wangu wa kukomesha watekaji. Kwa sababu chombo cha dola, kwa mfano, natoa mfano, kwa mfano chombo cha dola kimeona kumbe anayeteka watu ni kakikundi kale, alafu chombo cha dola kikaenda, kumbe kakikundi kale ni kakiongozi fulani wa kisiasa, katashindwa. Kwa sababu mtu anaweza hata awe polisi au idara ya usalama au magereza au jeshi la wananchi au hamiaji, ni binadamu aliye na roho, ana moyo. Akiambiwa utafukuzwa kazi, ana familia, ana watoto, ana maisha, ana mama yake, ana baba yake, utaogopa. Akifukuzwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, atakayekuja atakubali. Nikashauri kwamba ni muhimu sana, ndiyo ni ushauri. Na mimi nashangaa kwa nini watu wanapiga kelele na ushauri. Kwa sababu ushauri unaweza kuukataa au unaweza kuukubali. Nilitegemea mtu aseme tu kwamba tumekataa ushauri wa Gwajima. Ni ushauri. Ni ushauri. Aseme tumekataa ushauri wa Gwajima, simple. Na ukiukataa ushauri wangu, mimi nimetumwa na Mungu kwenye hii nchi. Na safari hii ndio mtajua kwamba Mungu amenituma. Narudia tena, Mungu hatumi watu wazuri sana, hatumi watu wenye sura nzuri sana, hatumi watu wanaovutia sana. Mungu anatuma watu kama anavyopenda yeye mwenyewe, na anatuma kwenye nchi kwa ajili ya makusudi yake ya milele. Karne ya kwanza, Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanae Yesu Kristo, akaja hapa duniani. Ni binadamu 100%, lakini ametumwa na Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana imeandikwa, palitokea mtu ametumwa na Mungu na jina lake aliitwa Yohana. Huyu alitumwa kutengeneza njia ya Yesu Kristo. Mungu anatuma watu. Baada ya miaka 500 na kitu baadaye, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akaja duniani. Ndiyo maana unaona Uislamu umeenea duniani kote, naye alikuja kwa ajili ya utume wa kueneza Uislamu duniani. Kwa hiyo Mungu huwa anatuma watu kwa kusudi maalum, na Mungu akiwatuma watu huwa anawalinda, anawatunza mpaka watimize mission waliotumwa naye katika uso wa dunia. Nataka kusema sasa, yule unayenivamia hovyo hovyo, hautaweza. Hautaweza. Yeye anilindaye hata lala wala hata sinzia, yeye aliye mkuu wa Israeli, hata acha mguu wangu usogezwe. Wao watataja magari, wao watataja farasi, wao watataja silaha zao, lakini mimi nitalitaja jina la Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akulindaye hata lala wala hata sinzia, aliye mkuu wa Israeli. Tumpigie Bwana makofi makubwa sana. Umenielewa Umenielewa Naisemea Tanzania na wasemea wa Tanzania nikiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. CCM haina sera ya utekaji. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa. Utekaji, kupotea kwa watu, sio wazo la CCM, na CCM haipotezi watu. Tupige makombola mpaka anayeteka watu atokee hadharani. Si tupige makombola. Na wana CCM, ndugu zangu, mnielewe, napenda chama chetu, nitaendelea kukipenda, lakini utekaji na kupotea kwa watu
kunaofanywa na vikundi visivyojulikana, hiyo ni leo, kesho kutwa na hata milele, nitakataa kwa jina la Yesu. Naomba mkae. Nataka niishie hapo kwa maneno haya. Nimeyasema hayo kwa sababu sasa nimezungumzwa Tanzania nzima, na ni muhimu sana kama kiongozi wako kuzungumza Tanzania nzima. Na mimi ni mtu mwenye staha, nimetengenezwa, nimeumbwa na staha, ninaheshimu, siwezi kuaibisha mtu. Lakini sasa nitakapoita presi inayofuata, kama watekaji wananifuatafata, nitaanika vitu hewani, moshi utatoka, hautaweza kufumbua macho yako.